Mtungi halisi uliojazwa na Oryx daima utanunua ukiwa umefungwa seal madhubuti isiyo na dalili yoyote ya kukatika au kujikunja, na hii ndiyo alama yako ya kwanza ya usalama. Seal yoyote iliyokatika ama kuharibika inaashiria kuwa imeshatumika ama imechezewa, na pia kuna uwezekano mtungi haujajazwa na kampuni ya Oryx Gas. Toa taarifa. Fanya ukaguzi wa seal kama imebana vizuri na pia ni original. Daima kagua seal kabla haujanunua mtungi ama kutumia mtungi nyumbani. Endapo utagundua seal haipo kwenye mtungi au imeharibika au ina dalili za kuchezewa, usipokee huo mtungi. Toa taarifa Oryx. Usalama wako ni kipaumbele chetu. Daima kagua vizuri seal kwenye mtungi wako. Endapo una mashaka, usisite kutupigia kwa simu ya bure namba 0800 750 183. Oryx Energies, pamoja nawe daima. Karibu tena kwenye Oryx Mkali wa Jiko, episode nyingine ambayo hii pia ni very special kwa wewe ambaye unatazama mashindano haya kupitia Azam TV. Bana, leo pia tuko na washiriki wengine 8 ambao hawa sasa leo kidogo wana kazi nzito kwa sababu inabidi wajitetee au vibana, lakini utaratibu wa matokeo round hii unakuwa kama haueleweki. Chief Judge anakuja na surprise kibao. Kuna siku tunaamini mtu anaacha kambi, kumbe haachi kambi. Tunaamini labda leo watoka mmoja, watoka watatu. Sijajua itakuwa vipi leo, lakini nikukumbushe last week kuna washiriki 4 ambao wao walipata favor ya kujisave kwa sababu ya performance ambayo waliionyesha wale group leaders. Sasa wiki hii hapa hawa wana kikaango kidogo, lakini nini ambacho kinakwenda kutokea kwa siku hii ya leo? Mimi ni kazi nyepesi tu ambayo nataka nimkabidhi Chief Judge Zainab Issa aje kutuambia hapa kile ambacho amekipanga kwa maana ya taski. Lakini kabla ya Judge Zainab, nikwambie tu kwa mara nyingine na nyingine na nyingine kwamba Oryx Mkali wa Jiko, nguvu kubwa tunapewa na Oryx Energies au vibane, lakini tuko na ndugu zetu hawa wanaitwa Asas, tuko na Red Gold pia, tuko na Pera Sunflower Cooking Oil. Last week unakumbuka kazi ambayo ilifanyika pale na Pera au vibane, lakini pia tuko na Evoke na ndugu zetu wa NCT au sio bwana, chuo cha taifa cha utalii ambacho kinapatikana hapa Dar es Salaam. Zainab. Kwanza inabidi usogee kweli hapa. Ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, namleta kwenu. Unanipa attention ambayo hawa sasa wanakuwa hawana attention, mimi ndo unanipa nakuwa na attention. Nataka nifanye hivyo kwa sababu leo kuna watazamaji wengi wanaweza wakakupa lawama kama ilivyozoeleka. Nimuombee tu jamani, kwa heshima kubwa sana, mabibi na mabwana, msimlaumu baada ya kile ambacho kitatokea, kwa sababu haya ni mashindano au vibana. Kabla sijakuachia, naomba ni wape hongera washiriki, lakini pia niwatakie kila laheri kwa siku hii ya leo. I hope mko fiti, si ndivyo? Kila mtu yuko vizuri physically, mentally au vipi? Majiko yatawashwa. Zainab, naomba nisogee nikuache. Sawa, asante Jivas. Asante sana. Okay, leo tuna task nyingine ambao washiriki wetu nyinyi 8 mtapata fursa ya kuonyesha vipaji vyenu. Kama nakwambia, kila siku mkifika hapa ni fursa kwenu nyinyi kuonyesha vipaji, lakini pia kuendelea kuenjoy career yenu. So make sure wakati mnafanya task you enjoy it and at the same time unaonyesha ujuzi wenu. So leo tuna task ya kitofauti kidogo. Okay, tutakachotaka leo mfanye ni kwamba kuna ingredient ambayo iko mbele yenu. Kwa hiyo nikishawaruhusu mfungue, hiyo ndio itakuwa main. Sawa? Mtabuni dish kutokana na hiyo ingredient, lakini iwe na siding yake. Sawa? Na tutaipika ndani ya dakika 30. Lakini sharti la leo ni moja tu. You use one pan, one stove. Kwa maana kwamba utatumia jiko moja na chombo cha kupikia kimoja. Sawa? Ndani ya dakika 30, ingredients nyingine zote ziko hapo nyuma kama kawaida. Kwa hiyo tutataka just one portion. And make sure you create a dish ambayo ita stand out. So tutahesabu 1 mpaka 3 kisha tutaanza. 1, 2, 3. Today's task itakuwa ni tofauti kwa maana kwamba nitataka watayarishe kitu cha kitofauti kwa wao ambao hawajawahi kukifanya. Kila siku tunakuwa tunawapatia enough time, space na vitendea kazi ambavyo they are unlimited. So katika mazingira yote ya kazi huwezi kukuta
mazingira hayo kila siku. Unaweza kukutana na mazingira ambayo labda una jiko moja, una sufuria moja ama mbili, kuhakikisha kwamba unatoa more than one dish na kumsevia mtu kwa wakati na kwa portion ambayo iko sahihi. So leo lengo kuu la kuwapa taski hii ya one stove and one pan ni kuhakikisha kwamba ukiwa kwenye mazingira ambao huna vifaa vya kutosha, but at the same time you are expected to deliver chakula kwa mgeni, how will you perform? Una very limited time, una one stove, yani jiko moja na chombo cha kupikia kimoja. Lakini kidogo nimeweza kuwalegezea kwamba nimewarahisishia kuwapa ingredients ambayo tayari mimi nilishaichagua. Ina maana ningewaachia wao nafasi ya kuchagua ingredients ikiwa nyingi, pia ingekuwa hard for them. So the fact that nimeweza kuwatayarishia hata kama this is what you're supposed to make, tayari mtu nishampunguzia nusu kazi ya kujua kwamba hii ndio natakiwa niibuni. Otherwise ningeweza kuambia kachagueni chochote, mpike chochote, lakini ndani ya dakika 30 mtumie jiko moja na chombo kimoja cha kupikia. Tulipofika pale tulivyoambiwa tufungue, nilipokuta kwamba kwanza kuna steak, alafu natakiwa utumie one pot. I was a bit scared, yani hivyo. Lakini nikasema ni mashindano, lazima na kama mpishi lazima, it's a challenge, lazima I have to do something. Kwa mimi haraka nikasema nitafanya mashed potatoes, nitafanya na beef steer.
Mariam, wewe umechagua kupika nini? Mimi leo napika mashed potatoes na stir fried beef, lakini naomba niite jina special chakula changu nakiita sorry honey. Sorry honey. Okay. Kwa hiyo ni mashed potato na stir fried beef. Okay. Mashed potatoes. Why sorry honey? This is exactly what I make. All the best. Thank you. Hi Eva. Hi. Hey, unapika nini? Napika garlic potatoes. Okay. Na beef. Beef unaipikaje? Beef naikanga then naongezea sauce kwa juu. Kwa hiyo unahitaji hiyo sauce inakuwaje? Okay, so it's garlic potato na nini? Na maybe niseme nini? Stir fried beef. Okay. Stir fried. Kila la heri. Anita, unatayarisha nini? Mimi leo tunaenda mkoa wa Kagera. Natengeneza buhaya, beef banana peanut butter. Nachanganya na peanut butter. Ambayo inakuwa nachemsha nyama yangu ya ng'ombe. Nikishachemsha nyama yangu ya ng'ombe, ikishaiva navyotaka, nitaweka ndizi zomenya, nitaweka mboga. Yaani inakuwa kama stew ama inakuwa stir fry? Itakuwa stew. Yes. Alright. Kila la heri. Asante. Okay. Mohamed. Naam. Unatayarisha nini? Beef masala hii. Beef masala Na wali. Wali unakuwaje? Wali na kuchemsha pia. Okay. Sawa, kila la heri. Okay. Fatia. Naam. Ume create dish gani leo? Pilau na kachumbari. Nafanya pilau Na kachumbari. Pilau ambayo itakuwa na nyama ndani yake. Sawa, kila la heri. Asante. Rose. Unaandaa nini? Naandaa beef stir fry na viazi. Beef stir fry Pamoja na viazi. Viazi unavipikaje? Mash. Stir fry unaichanganya na vegetables ama inakuwa plain? Nachanganya vegetables, mboga pamoja na broccoli. Okay. Zuleha, Naam, unaandaa nini? naandaa sliced potato and the strip meat. Sliced potato. And the strip meat. How are you making the sweet meat? Strip meat naiunga pembeni na sliced potato zinakuwa zinategemea kama main. Okay. Kwa hiyo kwenye sweet meat unaweka ingredient gani ya kufanya iwe sweet? Strip. Oh, you say strip. Yeah, yes. Ni strip meat. Sio sweet, ni strip. Okay. Ambayo inakuwa na vegetables. Yes. Okay. Claudia, unapika nini? Napika fried pasta ambazo nimechanganya na vegetables. Fried pasta? Nimemix na vegetables. Ambayo inakuwa ni na sauce, inakuwa na taste gani? Ni creamy. Haya, kila la heri. Kitunguu saumu umechukua?
Kwanza hilo pishi ni kitu kipya kukifanya. Sijawahi kufanya hilo pishi. Sijawahi kupika garlic potatoes wala hiyo nyama. Kwa hiyo ilikuwa ni challenge, lakini nashukuru Mungu ilienda vizuri kwa sababu ni kitu ambacho ndo the first time kukifanya. Changamoto ambayo nilikutana nayo wakati wa kutengeneza hicho chakula, nilipata wasiwasi kwa sababu tulitakiwa tutumie pani moja kuandaa hivyo vyakula vyote. Sasa nikawaza nitatoboa, lakini Mungu akasaidia, muda umefika nikiwa nimekamilisha. Dakika 29 zimeshaisha, bado dakika moja kukamilisha dakika 30 ambazo Chief Judge Zainab ametoa kwa ruhusu washiriki 8 ambao wapo kwenye mchakato siku hii ya leo. Nyuma yangu joto bado ni la moto. Unajua ukishaingia kwenye mashindano mpaka hatua ya mwisho ya matokeo, at least ni utarelax baada ya kufahamu kile ambacho umekiperform, kinakuwa kimemconvince, kimemshawishi kwa namna gani Chief Judge. Otherwise bado unakuwa na pressure hata kama umemaliza kwa wakati. Niwatakie kila la heri. Dakika imebaki moja. Sekunde 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Congratulations. Hongereni sana. Hakikisha umezima jiko lako vizuri na usifanye chochote sasa hivi, mikono yako iwe free. Asante sana kwa kuwa na sisi mwanzo mpaka mwisho. Kinachofuata sasa hivi ni matokeo. Chief Judge Zainab atakuja hapa kwa ajili ya kutuambia sasa kila mtu ameperform kwa kiasi gani kulingana na vigezo na masharti katika msimu huu wa 6 wa Oryx mkali wa jiko. Usiondoke. Mtungi halisi uliojazwa na Oryx daima utanunua ukiwa umefungwa seal madhubuti isiyo na dalili yoyote ya kukatika au kujikunja, na hii ndiyo alama yako ya kwanza ya usalama. Seal yoyote iliyokatika ama kuharibika inaashiria kuwa imeshatumika ama imechezewa, na pia kuna uwezekano mtungi haujajazwa na kampuni ya Oryx Gas. Toa taarifa. Fanya ukaguzi wa seal kama imebana vizuri na pia ni original. Daima kagua seal kabla haujanunua mtungi ama kutumia mtungi nyumbani. Endapo utagundua seal haipo kwenye mtungi au imeharibika au ina dalili za kuchezewa, usipokee huo mtungi. Toa taarifa Oryx. Usalama wako ni kipaumbele chetu. Daima kagua vizuri seal kwenye mtungi wako. Endapo una mashaka, usisite kutupigia kwa simu ya bure namba 0800 750 183. Oryx Energies, pamoja nawe daima.
Kwa nini utumie Luminac? Ni imara mara 3 zaidi. Inahimili mabadiliko ya joto. Unaweza kutoa kwenye friji kwenda kwenye microwave bila shida yoyote. Ni rahisi kusafishika, haitunzi bakteria wala harufu mbaya. Inakuja na design tofauti tofauti zenye mvuto sana. Luminac, feel creative. Dakika 30 kukamilisha dish ya portion moja na main ingredient ilikuwa ni beef steak. So now nitaangalia presentation na test ya chakula. Before that nilikuwa napita kuangalia creativity lakini pia utendaji wa kazi sehemu zenu za kwenye station zenu. So Claudia, naomba nianze na kwako. Nielezee dish yako. Chakula changu cha leo ni creamy pasta. Okay. Nimetumia main ingredient ambayo ni beef na nikachanganya na hizo vegetables. Kwenye marination nikatumia garlic, nikatumia ginger, nikatumia curry powder pamoja na chumvi. Na baada ya hapo kutengeneza mchanganyiko wa mwisho nikatumia oyster sauce. Asante. Nielezee dish yako. Hiyo ni colorful sliced potato na strip meat ambayo kwanza nilichanganya pamoja vyote kuvichemsha. Umechemsha viazi na nyama kwa pamoja? Nimetumia vitunguu saumu, pilau masala na maji kuchemshia ili ikae vizuri. Baadaye nikatoa ili kutofautisha ladha. Viazi nikavisotee na maziwa na vegetable. Nyama nikaisotee na tomato paste na yogurt na maziwa kidogo. Hizi vegetables ambazo umeziweka chini ya beef haujazipika? Hizo hazijapikwa, nimezitia vinegar. Hivi viazi umetia seasoning gani? Nimeweka. Ama baada ya kuchemsha tuna zile spices ambazo umechemshia? Hapana, nilitia cumin kidogo nikaweka na maziwa. Umetia nini? Cumin kidogo na chumvi. Asante. Mimi leo nimetengeneza mashed potatoes na stir fry beef ambayo mimi napenda kuita sorry honey kwa sababu this is exactly what I cook nikimkosea mume wangu akirudi nyumbani. Na hiyo potatoes nimechemsha, nikaweka na chumvi kidogo wakati wa kuchemsha. Alafu vilivyokuwa vimeiva nikavimash na maziwa na pilipili manga. Alafu nikaiweka hapo chini. Alafu na beef nimeikata kwanza kwenye slices, alafu nikakata kwenye strips. Alafu nilipomaliza nikamarinate na pilipili manga. Nikaweka na ginger garlic, nikaweka na ndimu kidogo, nikaweka na chumvi, then nikaweka mafuta kwenye pan, nikaipika mpaka ilipoiva. Nikaweka onions, nikaweka bell peppers za rangi mbili za yellow na red. Alafu kwa ajili ya kupata thickness kidogo, nikaweka kachunga kidogo na maji nikakoroga nikaweka, lakini pia nimeweka na oyster sauce. Na kwa ajili ya kubalance flavors, nikafanya honey veggies ambazo nimetumia green peppers na carrots. Nimechukua pan, nikaweka honey, nikaweka chili flakes kidogo, nikaweka ginger kidogo, alafu nikaikoroga na
so ginger, nimeweka garlic kidogo, nikaikoroga, nikaweka hizo veggies ambazo nimezikata kwa urefu. Mwisho asali ilivokauka nikazipanga, alafu nikagarnish na sesame seeds. Asante. Nimepika ni garlic, potatoes na stir fry ya nyama, na nyama nilimarinate na kitunguu saumu, black pepper, cumin kidogo, nikaweka na chumvi kidogo, alafu nikaikaanga. Na hizo potatoes nilizichemsha kwanza, nimemarinate tu na chumvi kidogo. Nilipotoa nyama nikaweka potatoes, nikazistir fry, nikaweka garlic na hiyo coriander, alafu nikazistir fry, nikaongeza kidogo black pepper kwenye hizo potatoes, nikazitoa, alafu nyama ilikuwa tayari ishakaangwa. Alafu mwishoni nikatengeneza sauce ya in case mtu akiwa hajatosheka ale na sauce. Na sauce niliweka soya sauce, niliweka lemon, nilitaka niweke machungwa lakini machungwa hayakuwepo. Kwa hiyo nimeweka lemon, nimeweka pia na black pepper kidogo na honey kidogo. Asante. Ilikuwa ngumu kwa sababu sikujiandaa kupika, yani sikujua task inakuwa nini. Kwa hiyo nilipotokea pale tumepewa nyama, ilibidi tu nifikirie haraka haraka chakula cha rahisi. Kwa hiyo ndio kikawa chakula changu cha rahisi, na nashukuru Mungu kilikuwa nimeiza on time, alafu niliwekea pamoja na sauce. Nadhani mimi sikuwa na changamoto yoyote. Nimetengeneza bohaya beef banana, ambapo baadaye nikaja kuweka peanuts, ikawa kama I think it's thicker, inakuwa nzito. Hii bohaya beef inapikwa kwa kuchemsha nyama. Nimekata cubes na kutokana na ndizi ambazo nimezikata. Kwenye nyama nimetia garlic kidogo, black pepper na chumvi. Kwa kwanza nimeanza kama vile na saute kwenye mafuta kidogo. Baada ya hapo nikaweka maji kwa ajili ya kuweka ndizi zangu. Nikaweka ndizi zikachemka, zilivyochemka karibia kuiva, nikaweka vitunguu maji pamoja na carrot, nikatia parsley kidogo, nikaongezea garlic pia kidogo, nikaweka na chumvi kidogo kwa sababu peanut butter ina chumvi. Baada ya yote hapo, kila kitu kimeshaiva, kiko tayari, nikachukua ule mchuzi wa ile chakula, nikaweka kwenye ile peanut butter, nikakorogea, then nikadumbukiza kwenye sufuria yangu na dishi yangu iko tayari. Okay. Nilitengeneza dishi ya asili ya mkoa wa Kagera. Yani nilisahau hadi jina linaitwaje. Nikabuni jina, lakini ilikuwa ni dishi ya mkoa wa Kagera. Kwangu mimi ilikuwa ni task nzuri sana kwa sababu sikutumia akili zangu. To be honest, japo nilivyoona nyama nilichanganyikiwa kidogo, ila ilinipa ujasiri ya kwamba ninakoendelea huku mbele hata zikija nyama tena
inabidi niwe na confidence zaidi. So ndo hivyo. Nimeandaa beef masala ambayo nyama yangu nilimarinate na garlic, ginger, black pepper, nikatia na cumin kidogo na chumvi. Baada ya hapo nikaifry huku nikiwa naandaa mboga. Nilipoona nyama tayari imeiva, nikachanganya mboga zangu mule, nikaweka na tomato paste, ndimu, nikaongeza kidogo na black pepper kwa juu. Okay. You are supposed to serve with what? Nilipanga niweke na wali, ila kutokana na muda sikufanikisha hilo. Muda umefanya nini? Haujakutosha? Upande wangu muda kidogo ulikuwa mchache. Okay. Asante. Okay, mimi leo nimefanya pilau ya nyama. Nyama yangu nilimchemsha na kitunguu saumu, tangawizi na chumvi. Nikaiweka pembeni, nikakaanga vitunguu, nikaweka kitunguu saumu, pilau masala, nikatumia ile supu yangu ambayo nimetumia na nyama ndo nikapikia wali. Asante. Leo nimeandaa beef stir fry pamoja na mashed potato. Kwenye beef stir yangu nilikatakata nyama into strips, nikazimarinate na kitunguu saumu, soy sauce, pilipili manga, curry powder na garam masala. Nilipomaliza kuzimarinate nikazi stir fry kwanza. Zilipotoka maji yalipokauka nikaziweka pembeni, nikaweka mafuta kidogo, afu nikaanza ku stir fry vegetables zangu kama dakika 3 hivi. Baada ya hapo nikazirudishia nyama zangu, nikazi stir fry yale majibanji ambayo yaliendelea kutoka yalipokauka, nikaweka pembeni. Nikaja nikaandaa mashed potato. Nilianza kwa kuchemsha viazi na niliweka mafuta kidogo pamoja na chumvi. Ilipokuwa tayari nikamash, nikawekea na maziwa kwenye kuganish, nikaweka na pilipili manga kidogo. Asante. Task iliyokuja kwanza ilikuwa ni kama surprise kwa sababu hatukujua ni nini ambacho tunaenda kupika. Kilikuwa kimefungwa, tukafungua tukakutana na nyama. Kwa haraka pale nikasema hivi kwenye hii nyama hivi na uhalisia nyama kama inakuwa ngumu kidogo, nitengeneze kitu gani? Lakini nikajikuta nimechagua kutengeneza beef stir fry pamoja na mashed potatoes. Kwa hiyo ni chakula ambacho Mungu alinisaidia akifanya vizuri. Niseme tu yapo mengi sana Lady God tumejipanga nayo kuwaofa wao, wapambane wafikie level zinazohitajika, then sisi tupo, wakati ukifika tutakuja. Mkali wa Jiko na Lady God ni kama mapacha wawili. Alipo Mkali wa Jiko na Lady God atakuwepo. Bidhaa zetu zinapatikana maeneo yote ndani ya Dar es Salaam na nje ya Dar es Salaam. Zinapatikana kwenye supermarket kubwa, supermarket ndogo na maduka mpaka madogo ya mtaani ya Mangi. Bidhaa zetu utazipata. Lakini pia kwa wale wateja wanaohitaji bidhaa, kwa mfano labda mtu anatupigia, mimi niko Mabwepande, nahitaji labda katoni 3, we don't charge ile hada ya kukuletea mzigo. Tunafanya ni free delivery. Oryx Gesi inasisitiza matumizi salama ya vifaa vya gesi kwa usalama wako na familia yako kwa kuzingatia yafuatayo. Hakikisha regulator yako imefungwa vizuri na haitikisiki.
Sauti yoyote au harufu ya Yaiviza ni ishara ya gesi inavuja. Chomoa mara moja. Tumia povu la sabuni kukagua sehemu za viungio vya gesi. Mpira wa gesi usizidi mita 2 na usitumike zaidi ya miaka 2. Funga regulator mara baada ya kumaliza kupika. Hifadhi mtungi mbali na chanzo cha moto. Hakikisha bana imefungwa vizuri na imenyooka. Washa kibiriti kwanza, kisha ruhusu gesi kwa utaratibu. Moto wa bluu ni salama, moto wa njano ni hatari. Usitumie bana hiyo. Harufu ya Yaiviza ni ishara ya gesi inavuja. Chukua hatua mara moja. Tumia povu la sabuni kukagua uvujaji juu ya valvu ya mtungi. Kwa usalama wa familia yako, zingatia ushauri huu kila siku. Oryx Energies, pamoja nawe daima. Leo dakika 30 ilikuwa kukamilisha dish ambayo tulitaka mtengeneze beef. Sawa, kila mtu amebuni kwa namna yake and I'm glad leo yani the dishes was different, lakini kuna wawili ambao walitengeneza both same dishes. Kuna mwamba Rosemary pamoja na Rose pamoja na Mariam. Both of you mlitengeneza mashed potato na stir fry beef. And I always tell you, ukiona mtu anatengeneza same dish kama wewe, make sure cha kwako kinakuwa bora kuliko cha mwenzie. So if I ask you, nafikiri wewe ulitengeneza bora kuliko cha Rose? Nakupa nafasi ya kujitetea. Ndio. Sababu? Kwa sababu nili balance flavors kwa kuweka kitu kingine zaidi tofauti na kile. Yeah. Ambayo ni honey veggies. Honey veggies. Rose? Naona ni sawa. Ha? Nafikiri nilifanya vizuri. Sababu? Beef stir fry yangu ilikuwa more taste. Nilihakikisha viungo vimeingia na vimecooperate vizuri. Unaoka gani ya kwake haiko taste kwa sababu hujaionja? Binafsi, yani kwa kujipendelea mwenyewe kwa sababu nilionja. Okay. Mariam, naomba rudi nyuma. Rose, baki hapo. Jaji alituita akatuuliza mnadhani ni nani amefanya vizuri zaidi, lakini mimi utofauti wangu, kwanza utofauti wetu ni namna ambavyo tumeipanga kile chakula. Mwenzangu yeye alifanya mashed potatoes na nyama yake pembeni. Mimi nilifanya mashed potatoes na ile beef stew niliweka kwa juu. Lakini pia utofauti wangu nilifanya na veggies ambazo ni honey glazed veggies kwa ajili ya balance flavors. Nahisi tu ni wote tulifikiria kwa pamoja chakula hicho, lakini sikutegemea yani kitu ambacho kwangu kilikuwa kama surprise kukuta watu wawili afu wote dish moja. Mohamed, naomba sogea mbele. Claudia, naomba uje mbele. Ulitengeneza pasta ambazo ulichanganya na different veggies, lakini pia uliweka na maziwa. Okay. Mohamed, wewe ulitaka kusave masala beef pamoja na rice, lakini mwisho wa siku uliniletea beef peke yake bila rice. Sijajua kitu gani ambacho kilikushinda kutengeneza both dishes, kwa sababu wengine wote waliweza kukamilisha kwa wakati na almost 2 people walitengeneza with the rice just like you. So kitu gani ambacho kimekufanya usisave rice? Labda ni vile katika kufuatafuata vitu huku na huku, pengine nimepoteza muda pale, nikajikuta nimechelewa kuweka wali. Ina maana wakati unafuata ingredients ama unafuata vitu vya kupikia? Ingredients. Ndio kilichofanya uchelewe kupika? Nice. Okay. Claudia, kila siku nasisitiza usafi kwenye mazingira yako ya kazi and you clean as you go, right? But wakati nakupitia kwenye station yako kulikuwa kuna maziwa almost yamwagike mpaka chini. It took a lot of time for you to realize kwamba pale umemwaga maziwa, ukaanza kusafisha, tayari muda mrefu ushapita. You acknowledge that? Yes. What happened? Siku notice. Uku notice? Yes, nikaja kuona baadaye. Okay. Kitu gani ambacho kitakufanya wewe ujione kwamba wakati wa kufanya kazi yako pale unatakiwa vitu vyote hivyo vi-notice? Na kitu cha msingi ambacho tulikuwa tunawaambia day to day ni kufanyaje? Clean as you go, but also ukiwa unafanya kitu kimoja, in back of your mind unaangalia na kingine, una plan chingine. But yale maziwa yalikaa pale muda mrefu sana. Rose, naomba rudi nyuma. Katika nyinyi wawili, mmoja wapo ataaga mashindano kwa siku ya leo kutokana na mistake ambayo amefanya. Mohamed,
leo tunakuaga, kwa sababu huwezi kusave chakula kwa mgeni ambaye anategemea apate main pamoja na side, lakini umemletea chakula kimoja bila side, and you had enough time to make both dishes. So leo itakuwa mwisho wako kwa Mkali wa Jiko season 6. You have another chance next week. Hongera. Kwanza asante. La pili, kutokana na comment za jaji, sema la kweli kosa lilikuwa ni la kwangu mwenyewe kutokana na muda. Shida kubwa ilikuwa ni muda. Sikuweza kucheza na muda kukamilisha dishi yangu. Unajua leo tuliambiwa ni one stop, one pan. So kwangu mimi kidogo ilikuwa ni kitu kizito kwa sababu mpaka nimeandaa, kwa sababu nilikuwa nimeplan kupika chicken masala pamoja na rice. So mpaka nimemaliza kuandaa chicken masala na ni meat masala, hata nakuja kupika rice, muda tayari ulikuwa ushatembea sana. Zuleha, naomba uje mbele. Fatia. Anita. Anita, umetayarisha dish ambayo is not familiar kwa watu wengi, right? Naweza kusema ni chakula cha asili ya nyumbani ambao umetumia ndizi, peanut butter na beef. Yes. Your beef was a bit hard. Sijajua ulipika kwa namna gani kwa sababu steak mara nyingi inaiva kwa haraka. Ulichemsha, niambia again, how did you make it? Beef sikutaka ive sana, nitaka iwe medium rare kwa sababu ya ndizi pia sikutaka ziive sana. Maana zikiiva sana zinakuwa. Let me correct you right there. Uweze kuniambia unatengeneza stew na nyama iwe medium rare. Sorry. Beef wakati naiandaa nilianza kusote kwenye mafuta kwa muda kadhaa. Nilitumia kama dakika moja hivi. Baada ya hapo nikaweka maji kidogo, baada ya kuweka maji kidogo Kwa hiyo ulisote na ukuiacha hivi kwa kusote, ukaweka maji ndani yake. Maji nilivyomaliza kusote nikaacha kidogo tena, ndio maana nilikuwa nahangaika kuomba foil. Baada ya hapo nikaacha muda, nikaweka maji na ndizi kwa pamoja ili zote ziweze kuivia kwa pamoja. You think umekadiria vizuri muda wako kwa sababu ndizi iliiva vizuri lakini nyama haikuiva vizuri. Jaji alichokisema baada ya kumaliza kupika, alisema kwanza nimetengeneza tofauti, kitu cha asili, japo watu wengi hawakijui ila watu wanakijua. Alichozungumzia kwamba ni nyama yangu haikuiva. Mimi mwenyewe nilijua nyama iliiva lakini haikuwa ile standard ambayo jaji alikuwa anaitaka yeye. Come to you. Ulitengeneza beef ambayo uliiweka na yogurt. Wakati unapika kwenye session yako nilikuuliza, hii yogurt unaiweka wapi? Did you read the label ya ile yogurt? Ilikuwa inasoma nini? Vanilla. Ina maana the yogurt ilikuwa na flavor ya nini? You wanted it to be ndani ya nyama? Ulitamani iwe nyama ina flavor ya vanilla? Nilitamani, hapana, ndio maana niliweka na kiasi kidogo. Nilitaka tu uzito. But tuna plain yogurt iko pale. When you're making viazi, nilikuuliza ule season na nini? Ndio. Ile season nini? Nilitia kiungo nisahau kabisa, whole spice na whole spice powder na cumin na chumvi. Okay, did you taste it? No. I was missing the flavor from the potato. Changamoto ilikuwa kwenye kupika zile potato slice. Nafikiri nili over spices mpaka kuna muda labda potato ilikuwa kidogo, kutokana na maelezo ya chef haikuwa na ladha yani ya kurelate na kiazi. Kwa hiyo ni changamoto ni hiyo tu, viungo kidogo vilinitoka. Fatia, ulitengeneza pilau pamoja na kachumbari ambayo umetumia kama kusavia, right? Pilau ilikuwa ni nyama iliiva vizuri, but kwenye pilau the spices was too much. Yani ukiangalia tu unaiona hii pilau imekolea sana viungo, lakini ukila ina overpower everything, yani husikii chochote zaidi ya pilau masala. Na wali kidogo ulikuwa uko hard. I don't know kama ulichelewa kuweka mapema mchele ama kitu gani kimefanya pilau yako imekuwa kidogo ngumu. Mchele ulikuwa mgumu. Okay? So 3 of you, kila mmoja ametengeneza mistake yake. Kila mtu ana mistake yake ambayo ameifanya.
So one of you is going home tonight. Fatia, tunakuaga leo. Leo ndo itakuwa mwisho wako wa kushiriki Mkali wa Jiko season 6, lakini tunakukaribisha tena next season, na sisi tutaendelea kuwepo hapa kwa ajili ya kuwa mentor kama kawaida. Ukiwa na chochote, I'm here always as your mentor. Karibu and be free. Kitu cha kwanza, leo sikutegemea kama nitatoka, lakini wanasema changamoto zinatufunza. Kwa hiyo mimi nimejifunza kupitia hiyo changamoto ambayo nimekutana nayo, na ni kweli chakula changu nilipokionja niligundua spice yani iko juu, inasikika huko kitu chochote, lakini sio mwisho yani. Na nilikuwa nakwambia kila siku kwamba kwenye mashindano kuna kushinda na kushindwa. Nimejifunza vitu vingi, kwa sababu nyumbani tunapopika hatuzingatii muda, hatuzingatii chochote, hatujui kiungo hiki kinakaa wapi, hiki kinakaa wapi. Lakini mimi nimejifunza hivyo vyote. Pengine mtu aliyekuwa nyumbani anaweza akaona mimi sijashinda au akahisi labda sijafanya kitu kikubwa, lakini nimetoka hapa na kitu kikubwa sana. Iko tu tunapenda kwa wapi. Mchakato ulienda vizuri, they were very sharp wakati wa kupika, lakini pia aina za dishes ambazo wamezichagua, most of them zilikuwa ni nzuri, na kwa wale ambao basi hawakuweza kusogea mbele, ni mistake ndogo ambazo wamekutana nazo, na ndio hicho kitu ambacho kila siku mimi naongea, like your small mistake inampa chance mwenzio kuendelea mbele, kwa sababu kitu kama time management, ingredients zilikuwa pale zote, almost kila mtu alizichukua zile zile. So kama mtu ameweza kupika chakula kwa wakati na akaweza kusave vote viwili, that means it's possible to create those dishes. So kama wewe umefeli kudeliver, that means wewe mwenyewe umeshindwa kujimanage time yako, kitu gani uanze na kitu gani kiwe cha mwisho ambacho unahakikisha hiki nitamaliza kwa wakati. That was the mistake ya Mohamed, ambao ameshindwa kutumia time vizuri, lakini pia when it comes to balance the flavor, hicho ndio kilichomfelisha leo Fatia, kwa sababu she's a very good chef, ni mpishi mzuri, ana ubunifu mzuri, lakini kwenye spice leo I don't know kama mkono ulimponyoka ama alitaka kucreate kitu ambacho the end of the day ime overpower the recipe. So cha msingi kila siku naangalia vitu vinne: creativity, time management, taste, lakini pia tunaangalia na presentation ya sahani. So katika hivyo vigezo vyote vinne unaweza kuwa umepresent vizuri, umepata max, taste ikawa iko low na vitu vingine vikawa viko sawa, tayari hapo ushafail kwenye one thing. So you need to make sure all your creativities, your taste, presentation pamoja na time management imealign vizuri, kuhakikisha kwamba points zako zinakupeleka to the next stage. Kwa wale ambao wamepita, please, hizi mistake ambazo zimefanyika leo iwe ndo mwisho, kwa sababu tunaelekea kwenye top 10. We only want to see the finesse. Sawa? Zuleha, I'll warn you second time. Make sure chakula unachokipika unapea vizuri and the ingredient match. Okay? So all the best. We'll see you again next episode. Majaji baada ya kutesti wakaona chakula ni kizuri, na ndio maana amenipa opportunity ya kuingia top 10. Najisikia mchangamfu na mwenye nguvu zaidi kwenda kwenye hatua inayofuata kwa kila hatua tunayopiga. Kwa hivyo pia najipa maandalizi mazuri, na hakikisha napumzika inavyotosha na kufanya ubunifu mzuri zaidi ili kila siku nizidi kukua kuliko kule ambapo nimetoka. Na nashukuru pia naona maendeleo. Hii ni mara yangu ya pili kuingia kwenye top 10. Mwaka juzi niliingia kwa mhemko. Nilikuwa sijajiandaa, nilikuwa na mbipu Mungu, but this time kuingia kwenye top 10 sijaingia kwa akili zangu wala fikira zangu, kwa sababu ni Mungu ambaye mpaka sasa hivi ananisimamia na ananiongoza. So sitoishia top 8 kama ile ya mwaka juzi, nao naenda mpaka final. As for me, I trust myself na namwamini Mungu. Yes, niko tayari na naona sasa hivi mashindano ndo yameanza yani ule moto umezidi sana, kwa sababu tumebaki wachache na sasa tunatakiwa tuende akapatikana ule mkali wa jiko. Kwa hiyo kwa uwezo wa Allah niko tayari. Well, finally we have our top 10 na we are going to do something a bit different this year. So wao wenyewe washiriki wajiandae, kwa sababu hatutataka kutengeneza top 10 ambayo itakuwa tu ya studio ya kuwapa tu activities za kufanya. So tunataka create something different this year kwa wao wenyewe washiriki kupata experience, lakini pia kwa watazamaji wetu kupata kitu kipya kutoka Mkali wa Jiko season 6. So mtegemee top 10 itakuja kwa kishindo this year. Nilishukuru sana kwa hapa nilipofika. Nashukuru sana kwa sababu nimejifunza vitu vingi na ni kwa muda mfupi, lakini
nimepata vitu vingi vipya ambavyo kama ningekuwa nyumbani ama nisingefika hapa nisingevipata. Dakika 30 za moto kabisa ambazo zimetoa maamuzi ya leo hii kuwaachisha kambi Fatia pamoja na Muhammad na kubakisha top 10 kwa mara nyingine kwenye msimu huu wa 6 wa Oryx mkali wa jiko. Top 10 ambayo picha zake unaweza kuziona hapa ama kupitia mitandao yetu ya kijamii, unaandika mkali wa jiko. Hawa ndio ambao wamebaki kambini. Sasa shughuli inakwenda tofauti kidogo, kwa sababu tunaamini kama hawa ni top 10 basi wana uwezo mkubwa zaidi na ni wajanja vizuri zaidi. Kwa hivyo pia judgment table itakuja na mbinu tofauti. Shukrani za dhati ziende kwa partners wetu na sponsors wetu wa Oryx mkali wa jiko msimu huu wa 6, Oryx Energies, SSB, Said Salim Bahresa and Company Limited, Luminac, tuko nao pia Pera kwenye 1 na 2, Red Gold hawakosi, Asas fresh kabisa, na sasa hivi bwana kuna ile juice ya Asas nzuri sweet sana. Mimi nakushauri uende dukani kwa Mangi hapo ukanunue au vibana Lakini usisahau pia tuko na NCT, Chuo cha Taifa cha Utalii. Hawa ni partners wetu ambao sisi pia mashindano haya yanaendeshwa kupitia hapa Posta Dar es Salaam ambapo chuo hiki kinapatikana. Unadhani nani anaweza kuwa anaelekea kwenye ushindi katika hawa top 10 ambao utaona kupitia Instagram page yetu? Unaweza kupredict hapo na ukatuambia bana, mimi nadhani kura yangu inadondokea kwa huyu hapa, kwa sababu nahisi ana uwezo wa kuchukua kitita cha milioni 5 kama zawadi na zile products zote kutoka kwa wadhamini kwa msimu huu hapa wa 6. Kupitia Instagram page yetu andika mkali wa jiko ama DM to DM, tutakujibu hapo au vibane. Kwa niaba ya production team, director Ubwa Feruz, lakini pia big shout out sana kwa chief judge Chef Zainab Isa, na shout out zingine zinakwenda kwa wewe ambaye unatazamaga Oryx mkali wa jiko kila siku ya Jumamosi. Inaitwa MC Jivas, simziite.